Usalama wa chakula unaanzia shambani, sokoni, jikoni, hadi mezani kwa mlaji. Hivyo basi, jukumu la kuhakikisha kuwa chakula kinakuwa salama si la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Siku ya chakula salama duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 7 mwezi wa 6, ikiwa na lengo la kuhamasisha wadau wote wa usalama wa chakula kuhakikisha kwamba wanaweka juhudi katika kwanza kugundua, lakini kuzuia vihatarishi na vile kuweka lengo au mikakati ya kuweza kukabiliana na vihatarishi katika chakula. Siku hii ya chakula salama duniani iliasisiwa na Shirika la Afya Duniani kwa kushirikiana na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuhamasisha nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuweza kukabiliana na matatizo ambayo yanatokana na chakula kisicho salama. Hii ni kwa sababu ilionekana kwamba chakula kisicho salama kinasababisha madhara makubwa katika jamii, ikiwa ni pamoja na magonjwa ambayo yanaweza yakawa ya muda mfupi au muda mrefu, magonjwa kama kuhara, kutapika, kichefuchefu, lakini wakati mwingine magonjwa kama vile mzio yanatokea baada ya kula chakula ambacho sio salama. Lakini pia yapo magonjwa ambayo ni ya muda mrefu kama saratani, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini na kadhalika. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba kuna tatizo kubwa la watu kupata madhara kutokana na chakula kisicho salama, ambapo inakadiriwa kwa takwimu za mwaka 2015 inakadiriwa kwamba duniani kote takriban watu milioni 600 huugua kutokana na chakula kisicho salama. Na tatizo hili limeonekana kwamba ni kubwa zaidi kwa hizi nchi ambazo zinaendelea, kwa mfano kama nchi nyingi ambazo ziko katika bara la Afrika. Kwa hiyo utaona kwamba hili ni tatizo kubwa, na dunia kwa kupitia sasa Shirika la Afya Duniani WHO na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa iliona kwamba upo umuhimu wa kuwa na hii siku ya chakula salama duniani ili kuhamasisha jamii kuhakikisha kwamba inapambana kukabiliana na tatizo hilo ili kuendelea kuwezesha biashara ya chakula, lakini kulinda afya ya jamii na kuwa na maendeleo endelevu. Usalama wa chakula ni hali ya kuhakikisha chakula hakina madhara kwa mlaji, mtumiaji au kwa jamii nzima. Na hakiwezi kuhakikisha kwamba chakula hakileti madhara ya aina yoyote ile. Na madhara yanatokana na vitu vingi. Inaweza kuwa ni madhara yanayotokana na vihatarishi vya aina yote kwenye chakula. Kuna vihatarishi vya kemikali, kwa hiyo kuhakikisha kwamba chakula hakina vihatarishi vyote vya kemikali ambazo zinaweza zikawa zinatiririshwa labda kutoka kwenye maji au kutoka kwenye vyanzo vya madini, wachimbaji wa madini, au ikawa inatoka kwenye hizi tunaita pesticides, madawa ya mimea na mifugo. Yote ni vihatarishi vya kemikali. Lakini pia inaweza kuwa ni kutoka kwenye vijidudu, wadudu wanaweza kuleta madhara kama bakteria na baadhi ya virusi ambao wanaweza kusababisha madhara kwenye chakula. Kwa hiyo hizi zote tunasema ni kuhakikisha kwamba chakula hakina vihatarishi vya vichafuzi kutoka kwenye hayo maeneo yote. Maeneo ya kemikali, maeneo ya kifizikia na maeneo ya kibiolojia kama wadudu, bakteria na vitu kama hivyo. Siku ya usalama wa chakula duniani ina malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kuongeza uelewa kuhusiana na usalama wa chakula. Lengo la pili ni kuhamasisha watu wazingatie usalama wa chakula, ambao sasa ndio inaingia katika dhana yote ya kuanzia uandaaji kurudi chini mpaka shambani. Chakula ni hitaji muhimu kwa maisha ya binadamu, lakini chakula hicho lazima kiwe salama ili kiweze kulinda afya ya mlaji. Chakula salama ni chakula kisicho na uchafuzi wa vimelea, kemikali hatarishi au vitu vigumu vinavyoweza kusababisha madhara kwa afya ya binadamu. Tunapozungumza chakula salama, kwa tunasema kwamba hicho chakula lazima kiwe hakina vimelea au tunasema hakijasibikwa na vitu vyovyote. Sasa kusibikwa inawezekana vikasibikwa na vimelea vya magonjwa. Sasa hivi vimelea vya magonjwa vimegawanyika, inaweza wakawa bakteria au wakawa ni virus. Lakini sio hivyo vimelea tu vya magonjwa. Inawezekana hicho chakula kikasibikwa, yani kwa tunasema contaminated na kemikali. Ziko kemikali mbalimbali
ambazo huwa zinatokana na labda kule kwenye hifadhi ya hivyo vyakula au kule wakati hivyo vyakula vinalimwa, unakuta kwamba zile kemikali zinazotumika, basi unakuta kwamba hicho chakula kimesibikwa nazo kemikali. Lakini vile vile kuna tatizo la vifungashio, hasa na vifungashio vya plastiki. Kwa hiyo unakuta kwamba chakula kimepata athari na hivyo vifungashio vya vyakula, kwa hiyo unakuta hicho chakula sasa kinakuwa hakiko salama. Sasa kile chakula ambacho ni salama kinatakiwa kisiwe na kisisibiko na vitu vyovyote kama hivyo nilivyosema, inawezekana kawa kemikali, lakini ikawa vimelea vya magonjwa kama bakteria na virusi, lakini vile vifungashio wakati mwingine huwa vinasababisha chakula kinasibikwa. Chakula salama ni chakula ambacho kimezalishwa na kuandaliwa kwa kuzingatia kanuni bora za uzalishaji na uandaaji wa chakula. Hivyo mlaji akikila au akikitumia kwa namna ambavyo inakusudiwa hakitaweza kuleta madhara kwa mlaji husika. Na kanuni bora za uandaaji au uzalishaji wa chakula inajumuisha mambo yote muhimu ambayo yanapaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha kwamba vihatarishi haviingii katika chakula husika. Katika maisha ya kila siku, watu wengi hukumbana magonjwa yatokanayo na chakula kutokana na kutofuata kanuni za usafi. Chakula kinaweza kuchafuliwa kwa njia mbalimbali kama vile mikono michafu, vyombo visivyo safi, maji yasiyo salama au kuhifadhi chakula katika mazingira yasiyofaa. Kwa macho ya kawaida sio rahisi kuweza kutambua kwamba chakula sio salama, kwa maana ya kwamba vile vihatarishi ambavyo vinakuwa katika chakula sio rahisi kuviona. Kwa mfano, vimelea vya magonjwa ni vijidudu vidogo sana ambavyo vinahitaji kuwa na teknolojia maalum kuweza kuviona. Lakini pia vitu kama kemikali hatarishi kama mabaki ya viuatilifu katika chakula, mabaki ya dawa za mifugo, huwezi ukaviona kwa macho. Kwa hiyo unahitaji kuwa na teknolojia na vifaa maalum kwa ajili ya kuchunguza usalama wa chakula ili kuweza kujua kama kina vihatarishi au la. Lakini katika hali ya kawaida, kwa mtu anapokuwa anaandaa chakula au anazalisha chakula, zipo zile kanuni za uandaaji, kanuni bora za uzalishaji wa chakula, kanuni bora za uandaaji wa chakula ambazo zikizingatiwa, tuna uhakika kwamba itapunguza kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa chakula kwa vile vihatarishi. Kwa hiyo kanuni hizo, kama labda ni kilimo, kuhakikisha kwamba matumizi ya zile kemikali kama zile za kuua vidudu, kuua wale wadudu waharibifu zinatumika kwa jinsi ambavyo inashauriwa. Uandaaji wa chakula unazingatia usafi, unazingatia kuweka chakula katika joto ambalo linastahili. Basi kwa namna hiyo unaweza kujiridhisha kwamba chakula hiki kikiliwa na mlaji kitakuwa ni salama. Lakini kuna vile vitu vingine ambavyo vinaweza vikaonekana au vikasikika kwa kutumia zile nyenzo za kama kunusa. Kama chakula ina maana kina harufu ya tofauti na asili ya chakula, basi unaweza kusema chakula hiki kinaweza kisiwe salama. Lakini kuna kuona vitu kama rangi ambayo labda ni tofauti na chakula husika. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo katika hali ya kawaida unaweza ukaviona, lakini kimsingi ili kuweza kujua kwamba chakula hiki ni salama au sio salama, ni vema kikapimwa katika kutumia teknolojia na sayansi ambayo inashauriwa. Wafanyabiashara wa vyakula nao wana wajibu mkubwa. Wanapaswa kufuata kanuni za afya, kutumia vifaa safi na kuhakikisha kuwa maeneo ya kibiashara yanakuwa katika mazingira safi. Aidha, mamlaka zinazohusika na afya na viwango vya chakula zinapaswa kutoa elimu kwa jamii na kufanya ukaguzi mara kwa mara ili kulinda afya ya wananchi. Wasambazaji pia ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wazingatie usalama, kwa sababu chakula kinaweza kuchafuliwa katika eneo lolote kati hapo. Kinaweza kuchafuliwa dukani, ukataka kuweka labda imechafuliwa, imewekwa imechanganywa na vyakula vimechanganywa na vitu kama sabuni, ikasababisha kemikali ikaingia kule, yote hiyo ni hatari. Lakini pia chakula kinapaswa kuhakikisha kwamba hakina maeneo yote ambayo yanaweza kuwa ni hatarishi ili kulinda jamii katika swala zima la afya. Tunazingatia kuangalia kwamba wanafuata zile good hygiene practices, zile hatua bora za usafi wakati wa kuandaa kile chakula chao. Hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo zinaweza kuleta madhara, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanakula nje ya majumbani mwao kutokana na shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo kama itatokea sasa
hawa mamalishe kwa mfano, ambao watu wengi sana wanakula huko, hawazingatia hizo hatua bora za usafi wakati wa kuandaa chakula chao, kutoka kuna madhara makubwa sana. Ndio maana ni dhana pana na kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa wanaweza wakaelewa ni kwa nini hii usalama wa chakula unazingatiwa. Kwa upande wa walaji, ni muhimu kuwa makini wanaponunua bidhaa za chakula. Mlaji anapaswa kuangalia tarehe ya kutengenezwa na tarehe ya mwisho wa matumizi ya bidhaa hiyo kabla ya kununua au kutumia chakula hicho. Matumizi ya bidhaa zilizokwisha muda wake yanaweza kusababisha madhara makubwa kiafya kutokana na kuharibika kwa ubora chakula. Pia mlaji anayo nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba chakula ninachokula ni salama, ikiwa ni pamoja na kuangalia kwamba umenunua chakula dukani, labda ni chakula kilichofungashwa, unasoma zile taarifa ambazo ziko katika kifungashio, ikiwa ni pamoja na kuangalia taarifa kuhusu muda wa matumizi au tarehe ya ukomo wa matumizi wa bidhaa husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mlaji pale unaponunua bidhaa ya chakula kujiridhisha na taarifa zilizoko katika kifungashio husika, ikiwa ni pamoja na zile tarehe za mwisho wa matumizi wa bidhaa, kwa sababu chakula kikishapita ule mwisho wa matumizi, ina maana kwamba pale hakuna tena ile, hauwezi ukawa na uhakika kwamba chakula hiki ni salama, kwa sababu kinaweza kikawa kimeshaanza kuharibika. Na bahati mbaya sana watu wengi sana huwa hawafuati, hawasome yale maelekezo au kwenye lebo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwenye lebo, kwa sababu kuna vyakula vingine ambavyo vinaweza kuwa vime-expire lakini usione kwa macho na ukala ikakuletea madhara. Kwa hiyo kwa vyakula vyenye lebo ni muhimu sana kuzingatia kwamba mtu anasoma lebo, kufuata yale maelekezo. Lakini kwa vyakula ambavyo havina lebo, huwa vina ishara. Unaweza ukasikia tu hata harufu. Ndio maana hizi tunasema tuna hizi senses zote ambazo zinasaidia wewe kugundua. Na hii ni mojawapo ya kauli mbiu ya kwenye hii maadhimisho ya usiku wa usalama chakula duniani mwaka huu. Pia kutambua na kugundua viashiria vyote ambavyo vinaweza kuleta madhara ya uchafuzi wa chakula. Kwa hiyo unaweza kugundua kupitia hizi sensi zako. Kunusa chakula, unaweza kusikia harufu kwa mbali. Test mdomoni, unaweza kusikia kinanatanata hata kama hakina harufu, lakini unaweza kukisikia. Lakini pia hata katika uhifadhi wa vyakula vile ambavyo vinahitaji kuwekwa kwenye ubaridi wa kutosha kama samaki, unaweza kugundua kabla hata hujaanza kumtumia au kumpika. Kwa hiyo vyakula vingi vile vinatoa ishara, mbali na kuona kwa macho sehemu zile ambazo zinakuwa ni hatarishi, kama ambazo mamalishe wanakuta mazingira yao, unaweza kuona kwa macho hapa ni hatarishi na ukaepuka. Lakini kuna viashiria vingine unaweza kugundua, hata mboga ambazo zimepigwa dawa nyingi, unaweza kusikia harufu yake. Na ni vizuri kuepuka. Watu wanajisemea kwamba ukiona expire dating ongeza miezi mitatu, ni potoshi. Ni taarifa ambazo ni potoshi, kwa sababu zile tarehe zinawekwa kwa kuzingatia misingi ya kisayansi, kwamba tayari imeshafanywa ufuatiliaji na utafiti kuona kwamba chakula hiki kina uwezo labda wa kukaa sokoni kwa miezi mitatu. Kwa hiyo ile tarehe ya mwisho wa matumizi inawekwa kwa kuzingatia tabia ya kile chakula, ikiwa pamoja labda na maji yaliyopo, kwamba kwa chakula hiki kwa kiasi hiki cha maji kilichopo humu na kwa jinsi ambavyo kimetengenezwa kina uwezo wa kukaa miezi mitatu, na ndio maana ile tarehe inawekwa. Kwa hiyo ukisema utaongeza miezi mitatu tena, hapo hiyo ni taarifa ambayo ni potoshi. Kwa hiyo hakikisha kwamba mlaji unaponunua chakula, ule muda wa matumizi usiwe umepita. Walaji wanapaswa kuhakikisha kuwa bidhaa wanazonunua zina nembo ya ubora kutoka mamlaka zinazotambuliwa kama uthibitisho kwa bidhaa hiyo imekaguliwa na kukidhi viwango vya usalama na ubora vinavyotakiwa. Unaponunua bidhaa ya chakula, kuna umuhimu wa kujiridhisha na kila taarifa iliyoko katika kifungashio husika, ikiwa ni pamoja na kuangalia nembo ya ubora ya TBS. Ile nembo ya ubora ya TBS ina maana gani? Kwamba chakula hiki kimezalishwa katika mifumo ambayo imekaguliwa na wataalamu wa usalama wa chakula kutoka Shirika la Viwango Tanzania, na kwamba wamejiridhisha kwamba ule mfumo unaweza ukazalisha chakula ambacho ni salama. Kwa hiyo kwa kuangalia ile nembo ya TBS, ina maana kwamba pale tayari kuna angalau garantii au uhakika kwamba chakula hiki kimezalishwa katika mifumo ambayo imekaguliwa na Shirika la Viwango Tanzania, na kwa hiyo kwa kiasi kikubwa chakula hiki hakitaweza kusababisha madhara. Katika upande wa uzalishaji, wakulima na wafugaji wanapaswa kutumia pembejeo kwa kufuata ushauri wa wataalamu ili kuepuka mabaki ya kemikali kwenye mazao na bidhaa za mifugo. Sasa unakuta kwamba huku kusibikwa kwa vyakula
inategemeana, inawezekana vingine vinatokana na wakulima. Mkulima kuna kemikali ambazo zimeidhinishwa kwamba hizo zinaweza zikatumika kwa ajili ya mazao au hizo zinaweza zikatumika kwa ajili ya wanyama. Sasa unakuta wakulima wamekuwa wakitumia vitu ambavyo havijaidhinishwa kwa ajili ya kutumika katika swala zima la kilimo, kuanzia kule shambani tunaita viuatilifu. Kwa hiyo unakuta kuna viuatilifu ambavyo vimethibitishwa inabidi vitumike, lakini hata ukishaweka hivyo viuatilifu mazao yanapokuwa shambani, yani kuna muda ambao kwa mfano hata mbolea kemikali unakuta kwamba naambiwa kwamba ukiweka mbolea kwa mfano kwenye viazi umeweka mbolea, inabidi kwamba ule mmea ukae kwa siku kadhaa ndio unaweza ukavuna, lakini sio unakuta kwamba wakulima hawazingatii. Unakuta kwamba ameweka mbolea, hizi mbolea za chumvi chumvi za kukuzia, nyingine za kupandia, unakuta kwamba labda inabidi zipite hata wiki 2 ndio unaweza ukatuma. Kwa mfano mboga, yani nimezungumzia mboga na maanisha mboga za majani. Ukishaweka mbolea hizi za chumvi chumvi, labda inabidi mboga ikae wiki 2 au 3 ndio uvune, lakini wakulima unakuta kwamba hawazingatii hilo. Ameweka mboga, baada ya wiki 1 tu unakuta kwamba anavuna hiyo mboga hapo, anaipeleka sokoni na anaiuza. Kwa hiyo unakuta kwamba yule anayetumia lazima atatumia tu kemikali. Lakini kuna hizi dawa nyingine za kuua wadudu mbalimbali ambao wanashambulia hayo mazao shambani. Vile vile kuna masharti kwamba ukishaweka hiyo dawa inatakiwa lile zao likae kwa muda fulani, lakini unakuta kwamba wakulima hawazingatii vitu kama hivyo. Tukija kwa upande wa wanyama unakuta kwamba ng'ombe huwa inashauriwa kwamba akichomwa sindano kwa sababu hawa wanyama mara nyingi na wao wakiumwa huwa wanatumia dawa kama tunazotumia sisi binadamu. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna dawa ambazo yule ng'ombe amepewa, lakini ng'ombe yeye dawa zake zinakuwa katika dozi kubwa zaidi ukilinganisha na binadamu. Kwa hiyo unakuta kwamba amechomwa sindano, huwa inashauriwa wiki nzima yale maziwa yasitumike, yamwagwe. Lakini sasa unakuta kwamba wakulima wao wazingatii hilo, wafugaji wazingatii hilo. Unakuta huyo ng'ombe amechoma na bado maziwa yanaendelea kukamuliwa. Kwa ina maana kwamba hayo maziwa akinywa binadamu, ina maana kwamba ile dawa ya sindano aliyochoma ng'ombe na binadamu ataitumia. Kwa hiyo unakuta kwamba tatizo linakuja hapo, kwa sababu yule ng'ombe kama nilivyosema yeye anatumia dozi kubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba akija kutumia binadamu akanywa ile maziwa, unakuta kwamba atatumia ile dozi ambaye yule mnyama alikuwa amepewa, kwa mfano ng'ombe. Kwa hiyo unakuta kwamba yule binadamu atakapokuja kuumwa ule ugonjwa, unakuta kwamba ile dawa haifanyi kazi tena. Kumbe tayari alitumia dozi ya ng'ombe, kwa sababu alichukua maziwa, yale maziwa yalikuwa na ile sindano ambayo alichoma yule ng'ombe. Kwa hiyo unakunywa ile maziwa tayari umeshakunywa ile dawa ambayo alichoma yule ng'ombe. Kwa hiyo unakuta kwamba ile dawa haitafanya kazi. Lakini sio hiyo tu, unakuta kwamba hata tukienda kwa upande labda kuku, kuna dawa ambazo zimeidhinishwa kwamba kuku ndio anatakiwa apewe, lakini unakuta kwamba wakulima wao wanafikira kwamba kuna dawa ambazo hazijatengenezwa kwa ajili ya kuku. Anataka yule kuku akue haraka, atage mayai, amempa ile dawa. Sasa unakuta kwamba ile dawa itaingia kwenye mayai. Kwa hiyo unakuta kwamba yale mayai atakapokuja kutumia binadamu, ina maana kwamba ile dawa ambayo yule kuku alipewa ambayo si sahihi, na wewe binadamu utafanya nini? Utatumia. Kwa hiyo kuna athari, unaweza kupata saratani mbalimbali. Ziko saratani nyingi tu lakini chanzo chake unakuta ni hizo kemikali ambazo hazijatengenezwa kwa ajili ya kupewa huyo mnyama. Kwa hiyo unakuta kwamba binadamu anatumia zile kemikali, kwa hiyo unakuta kwamba zinamletea nini? Zinamletea saratani. Lakini sio hiyo tu, kwa mfano tuchukulie kwenye maji. Unakuta kwamba maji yanapitia sehemu mbalimbali. Kwa sababu maji yanapopitia sehemu mbalimbali, unakuta na yenyewe vile vile wao yanachukua kemikali mbalimbali kama hizo mbolea. Lakini kama nilivyosema, unakuta kwamba kwenye mimea waliweka hivyo viuatilifu kwa ajili ya kuua wadudu. Sasa mvua inaponyesha, unakuta kwamba yale maji tayari yamesibikwa, na yale maji yataingia kwenye mfumo
wa kawaida ambao binadamu tunatumia, utakuta kwamba mtu anakunywa yale maji. Kumbe yale maji tayari yalikuwa yamefanya nini? Yamesibikwa na kemikali mbalimbali. Kwa hiyo utakapokunywa wewe binadamu, tayari zile kemikali zitaingia mwilini mwako. Kwa hiyo bahati mbaya unaweza kupata saratani au kupata athari nyingine za kiafya. Jamii inapokuwa na uelewa kuhusu salama chakula, idadi ya magonjwa yatokana na chakula hupungua. Hivyo kila mtu anapaswa kuwa balozi wa usalama wa chakula nyumbani, shuleni, sokoni na sehemu za kazi. Watu wazingatie sana usalama wa chakula kwa sababu ni dhana pana na inahusisha kila mtu na katika ngazi zote za uzalishaji, uandaaji mpaka kwenye matumizi ya chakula. Tunasema from farm to fork, kutoka shambani mpaka mezani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba usalama wa chakula usipozingatiwa katika ngazi yoyote hapa katikati, madhara yanaweza katokea. Shambani inaweza ikafuatwa vizuri kabisa zile good agricultural practices. Distributor akafanya vizuri, lakini kwenye uandaaji tu mtu wa mwisho akaja karibu. Ileta hiyo shida. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa chakula unazingatiwa, na ndio maana kwa mfano sisi TechnoServe tumekuwa tunafanya juhudi nyingi sana kupitia miradi yetu tofauti kuhakikisha kwamba tuna create awareness kwa wasindikaji ambao wanahakikisha kwamba wanazingatia zile good manufacturing practices. Kuhakikisha kwamba vyakula vyao vinafuata taratibu zote za uzalishaji ili visilete madhara kwa mtumiaji, kwa sababu bahati mbaya sana siku hizi kila mtu amekuwa mjasiriamali wa kutengeneza bidhaa za chakula, lakini mazingira yanayotengenezea ndio changamoto. Hivyo wanatengenezea nyumbani, hawafuati zile good manufacturing practices, hawafuati zile tunaita GMP ambazo kimsingi hata taasisi za kiserikali kama SIDO na TBS wanamtaka mwandaaji hakikisha kwamba anazingatia zile kanuni bora za uzalishaji ikiwemo mfumo wa kiwanda na kila kitu. Mpaka sasa tulishafanya mafunzo kwa wajasiriamali wasindikaji zaidi ya 2000 sisi kama TechnoServe, na tunaendelea sasa hivi kwenye mradi ambao tunafanya sasa hivi wa Millers for Nutrition. Tunafanya hizi tunaitwa QA/QC meetings na wale maafisa wa udhibiti bora kutoka kwenye viwanda vyote vya usindikaji, na lengo ni kuhakikisha kwamba vyakula vinavyotoka pale vinakuwa ni salama kwa matumizi ya binadamu na vileti madhara yote ya kiafya ili kulinda afya ya mlaji. Tumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitekelezwa ndani ya Shirika la Viwango Tanzania, ikiwa ni pamoja na jukwaa la wafanyabiashara au Business Forum ambayo imefanyika tarehe 5 mwezi wa 6. Jukwaa hili lilitumika katika kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanahusu usalama wa chakula kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wenye viwanda vya chakula na wananchi kwa ujumla, kujadili yale masuala ambayo yanapaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha kwamba chakula kinachozalishwa ni salama. Kwa kuzalisha chakula ambacho ni salama, inatuwezesha kama nchi kupanua masoko ya chakula ikiwemo ndani na nje ya nchi, lakini pia kuhakikisha kwamba suala la biashara ya chakula linaleta tija kwa wafanyabiashara na wakulima kwa ujumla. Watu lazima wazingatie matumizi sahihi, matumizi sahihi ya vitu mbalimbali kama nilivyosema kemikali, na kwa sababu ili swala la usalama wa chakula tunasema iko katika mnyororo mzima wa vyakula, kuanzia kile chakula kinapokuwa kule shambani kinapolimwa, lakini kisha limwa kule shambani kinasafirishwa, lakini katika usafirisha kuna vifungashio ya hicho chakula. Katika huu mnyororo mzima kuanzia kule shambani mpaka chakula kinapokumfikia mlaji, lazima hili swala zima la usalama wa chakula liweze kuzingatiwa, kwa sababu otherwise usalama wa chakula usipozingatiwa, hicho chakula kinaweza kikaharibika ikawa hakifai tena kwenye matumizi. Unaona, kwa hiyo tunakuwa kwamba na upotevu wa chakula. Kwa hiyo katika mnyororo mzima wa thamani wa chakula lazima swala la usalama wa chakula liweze kuzingatiwa, kwa sababu chakula unachokula huwa tunasema lazima kiwe salama. Kisipokuwa salama, mtu unakula hapo tena unapata maradhi, unapata changamoto mbalimbali, hicho chakula sasa kinakuwa hakina maana. Kwa hiyo sasa sisi kama wataalamu wa lishe tunasema chakula lazima kiwe salama, ili huyu mtu anapokula hiki chakula kisimletee madhara, kimletee awe na lishe nzuri, mwisho wake atakuwa na afya nzuri. Kwa ujumla, chakula salama ni msingi wa afya bora na maendeleo ya jamii. Kila mmoja wetu ana nafasi kisha kuwa chakula kinacholiwa kinakuwa salama wakati wote. Tukizingatia usafi, matumizi sahihi ya chakula na kanuni za afya, tutaweza kujenga jamii yenye afya njema na maisha bora.